Wa Kristo hamjambo, wa ndugu zetu wa Islam ninawaambia mjambo, kwani pia hiyo ni salamu yenu, japokuwa muitambui, mumezoea salamu aleikum. Ninawatangazia kuwa mjambo pia ni salamu yenu. Leo ninakuja tena nikiwa na swali tofauti ambazo natamani niulizie, kwa kuwa tunaposoma Biblia kitabu cha Mathayo 22:29 inatuambia kuwa tumepotea kwa sababu hatujui maandiko. Kwa kutokujua maandiko tumepotea. Na Qur'ani katika kitabu Qur'ani 29:46 inatuambia pia, wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Hiyo ni Qur'ani. Nikimaanisha nini? Hatujaruhusiwa kubishana. Biblia inakataza kubishana. Biblia inatuambia tumepotea kwa kutokujua maandiko. Leo ninakuja na swali tofauti, sio ubishi. Yule ambaye atakuwa tayari kujibu na tuma hii, unaposoma unajibu, na itatusaidia kwa sababu tumepotea kwa kutokujua maandiko. Na mimi kwa majina ninaitwa Ibrahim Mwimule Duae. Na kabla ya kuendelea, ninawaonesheni kwa mbele yangu na vitabu viwili. Hii ni Qur'ani kama mnavyoiona, pia nina Biblia takatifu. Na vitabu hivi viwili kuna maswali tofauti ambayo nitakwenda kuiulizia. Biblia katika kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 105 inatuambia kwamba neno la Mwenyezi Mungu ni taa ya miguu yetu. Yaani tunapotumikisha Biblia inatusaidia kutuongoza wapi tupite, wapi tuache. Pia katika kitabu cha Qur'ani inatuambia kuwa ni kitabu ambacho kinatusaidia kutuongoza. Sasa leo jioni hii ninakuwa na maswali kadha wa kadha, na swali hizo ninaanza katika Biblia. Ninaamini Wakristo watanifuata vizuri. Pia ninakuwa na Qur'ani, na Qur'ani hii inakuwa na tafsiri hapa katika mwanzo kabisa. Nje ya Qur'ani pinaandikiwa Qur'ani takatifu. Ya kwangu ni kwa Kiarabu, haijaandikwa hivyo. Inaandikwa ndo kwa ndani wanaandika Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu, lakini zingine zinazoea kutafsiriwa Qur'ani takatifu. Swali langu la kwanza linaanzia hapo. Qur'ani katika Kiarabu, hapo kuna maandishi ambayo yanaandikwa katika Kiarabu. Natamani nitambue, je, hiyo maandishi ambayo yanaandikwa katika Kiarabu ndivyo ilivyo katika Kiswahili ilivyotafsiriwa? Kwa Kiswahili wanatafsiri kwamba ni kitabu kitakatifu ama Qur'ani takatifu, lakini kwa Kiarabu wameandika mambo mengine. Natamani yule ambaye anakuwa kujibu hilo, namkaribisha anipe jibu kwamba inaandikwa hapa kweli ni Qur'ani takatifu, na kama sio Qur'ani ya hukumu. Ninaamini katika Kiarabu hii hapa maandishi ambayo ipo hapo inamaanisha ni Qur'ani ya hukumu. Yule ambaye anakuwa na wazo tofauti namkaribisha kunipa jibu kwa hilo, kwa sababu Qur'ani inatuambia tusibishane, na inasema njoni mtuulize sisi ambao tumepewa kitabu kabla yenu, tutaona namna gani na kipi kitabu kilichopewa kabla ya wengine. Swali la kwanza hilo. Swali la pili ndio katika Qur'ani 2:2 ndiko niliko Bismillahir Rahmanir Rahim. Nasoma ni surat Al-Baqarah ni 2:2 inasema hivi: hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yake, ni uongozi kwa wamchao Mwenyezi Mungu. Kitabu hicho kinasema kwamba hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yayo. Ukiangalia tafsiri yangu ya Qur'ani ambayo inatumikisha, upande mmoja kuna Kiswahili, ni tafsiri, Kiarabu kipo hapo. Natamani nisome kwa Kiarabu uone kilichoandikwa, kisha nitauliza swali langu. Qur'ani kwa Kiswahili waliotafsiria ni Waislamu wa shehi. Wanasema kwamba hiki ni kitabu kisichokuwa na shaka ndani yayo. Naposoma kwa Kiarabu inasema dhalka kitabu. Unasikia inasema zalka kitabu. Katika Kiarabu tunaposema zalka kitabu inamaanisha kile kitabu. Kile kitabu, haijamaanisha hiki. Kwa Kiswahili wanatafsiri haza kwa Kiarabu ndio inamaanisha hiki. Kwa Kiarabu hii ambayo inaandikwa hapa ni zalka, sio haza. Haza inamaanisha hiki, lakini zalka ndio inamaanisha kile. Swali langu kwa hili,
nataka nitambue Qur'ani kwa Kiarabu inasema zalka, sio haza, ni zalka kitabu. Nauliza hivi, hiyo zalka kitabu, kile kitabu ni kitabu kipi ndio kisichokuwa na shaka ndani yayo ambayo Qur'ani nakiongelea? Kwa sababu kwa Kiarabu Qur'ani nakataa kwamba sio hiki kitabu Qur'ani kina shaka, lakini kinasema kile kitabu hakina shaka. Natamani nitambue ni kitabu gani ambacho hakina shaka. Hilo ni swali langu, natamani nitambue. Swali langu la pili hilo. Swali langu la tatu, nipo katika Qur'ani 15 sura ya 91 inasema hauzminash-shaytanir rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, ambao wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo aliyokusanya Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Basi ndivyo walai tutakavyowauliza wote hao siku ya Kiyama juu ya yale waliokuwa wakiyatenda. Basi yatangaze ulivyoamrishwa, wala usijali upinzani wao, na ujitenge mbali na vitendo vyao hao washirikina. Tunasikia Qur'ani tuambia tujitenge na hao washirikina, lakini katika 91 inaweza kusema kwamba wamegeuza Qur'ani kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu, lakini wamegeuza ni kwao, sio hivyo. Na hapa wanatuambia hivyo, wamesema uongo kuwa Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, ni Qur'ani 15:91. Pia wanasema kwamba tujitenge na hao kwa sababu ni washirikina. So washirikina ambao wanatajwa hapa ni wanani? Ninakwenda katika kitabu cha Qur'ani 2:106. Qur'ani 2:106 tafsiri yake. Tuchukue 12:106. Tafsiri yake nasema 12:106. Na haya hata petu hapa tunayo, japo tunafuata Uislamu, lakini tunatia ushirikina pia. Hapa Qur'ani inatuambia kwamba wanaotia ushirikina pia ni Waislamu. Natamani unijibu, unifafanushie kwamba Qur'ani inavyosema sisi Waislamu tunatia ushirikina ni tofauti. Inasema washirikina hapa ambao kule mwanzo walisema tujitenge nao ni Waislamu. Wewe niambie kama ni kweli tujitenge nao ama tuendelee nao. Na shukuru. Swali langu nyingine ni katika Qur'ani 87 mstari wa 8. Qur'ani 87 mstari wa 18 inasema, hakika haya mnayoambiwa humu katika Qur'ani yamo katika vitabu vilivyotangulia. Swali, vitabu vilivyotangulia ni vitabu gani? Ni katika Qur'ani 29:46. 29:46 inasema, wala msibishane na watu waliopewa kitabu kabla yenu. Ndo surati ambayo nimeanza nayo. Natamani nitambue hivi. Inasema tusibishane na waliopewa kitabu kabla yetu, yani kabla ya Qur'ani. Ni wanani? Ukiangalia vizuri Qur'ani katika historia yake imeanza baada ya mwaka wa 622 ndipo Qur'ani imeanza. Lakini kitabu ambacho kimekuwa zaidi ya miaka tangu zamani, tangu miaka 70 kabla ya Kristo Yesu Kristo, ni kitabu ambacho kinaitwa ni Biblia. Kilikuwa kabla, na historia zake zinaonyesha kwamba imetendwa kabla hata Qur'ani kuwepo. Na tunakuja kuona kwamba kwa sababu historia ya Biblia ipo mbali sana, nyuma sana, ndiko kitabu ambacho kiliteremshwa kabla ya Qur'ani. Hapa niko katika kitabu cha Qur'ani 16:43. Qur'ani 16:43 nayo inasema hivi. 16:43 Qur'ani inasema 16:43 Qur'ani inasema maneno yafuatayo: nasi hatukuwapeleka kuwa mitume kabla yako isipokuwa wanaume ambao tuliwafunulia wai. Basi waulizeni wenye kumbukumbu za vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale. Waulizeni wenye kumbukumbu wa vitabu vya Mwenyezi Mungu vya kale, ikiwa ninyi amjui. Swali langu nyingine linakuja, Qur'ani inasema ikiwa mjui, ulizeni wenye vitabu vya kale.
Swali langu liko hivi, tumekwisha kuona kwamba kitabu cha kale ni Bible, ni Biblia, kwa sababu tumegundua imeteremshwa kabla ya Qur'ani. Qur'ani hapa juzi miaka ya 622 kuendelea ndiko Qur'ani imeteremka. Lakini tunaposoma kitabu katika Biblia, tunaona historia ya Biblia ilikuwepo tangu zamani. Natamani unijibu. Sasa wanani watauliza wenzao? Qur'ani nasema kwa sababu ninyi hamjui